Ramadhan na Tifu TV. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya Tifu TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila ya kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. Maeneo yetu yalikuwa makubwa matatu, tuseme mengi, matatu kwa manne. Ilikuwa hiyo economic empowerment ya wanawake tulichagua, na tukiamini kabisa kwamba hakuna maendeleo yatakayokuwa endelevu na ya haraka kama mwanamke ataachwa nyuma. Kwa sababu yuko kwenye kiini kwa mengi, sio tu population, lakini mfumo mzima wa maisha yetu unamhusisha mwanamke kwenye kiini cha kila jambo, kianzia kwenye familia. Kwa hiyo tuliamua economic empowerment, na la pili ilikuwa gender equality, na sisi pia tulilipiki hilo eneo, na eneo letu lilikuwa zaidi kuwasaidia wahanga ambao wameshapitia udhalilishaji wa njia moja au nyingine. Tuliliona ni jambo zito kidogo katika jamii, na kwa Zanzibar hali yake haikuwa nzuri na bado inaendelea kutokuwa nzuri. Kuna udhalilishaji mkubwa sana, lakini huoni mwisho ukifika. Kwa tukao tunaiangalia hii process, kuna upande wa prevention na protection pia. Kwenye prevention tulikuwa tuna advocacy mbalimbali, na kujaribu sisi tulipiki watoto wadogo, kujaribu kuzungumza nao ili hata yeye mwenyewe mtoto ajue. Kuna wakati umefika hata watoto hawajui kama wanadhalilishwa, wanadhani ni kawaida, afu wengine wanahope kwamba tukishakuwa haya yataisha. Kumbe wanapitia kwenye madhila makubwa sana, na baadaye na wao wanakuwa wadhalilishaji. Ni kwa sababu hakuna mtu aliyeweza kukemea katikati akajua akawaambia hili ni kosa. Tuangalie ile system yote, process yote kwamba iwe ina hygienic form. Na hamu yangu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mwani utusaidie kuondoa tatizo la anemia kwa kina mama. Kwa ile thinking ya of course health generally, lakini nilikuwa na target kwa sababu sasa hivi tatizo kubwa la hata vifo vya kina mama na watoto wengi tunaambiwa anemia ambayo ni lishe. Hii lishe hii mwani, kama kweli tunaambiwa una 99 nutrients ambazo zipo out of 100 like 3 sijui za mwanadamu anazohitaji, mwani una 99, then why don't we consume mwani? Mjadala ulikuwa unahusiana na mambo matatu makubwa. Moja ni habari ya water, health and sanitation, lakini mahususi habari ya nano filter, ni filter ya maji kwa ajili ya kupeleka maji safi na salama kwenye maeneo ya shule na madrasa, kama sehemu ya kutatua matatizo ya magonjwa yanayohusiana na maji, kipindupindu na mengine kama hayo, lakini heavy metals kwenye maji, lakini na mambo ya fluoride. Lakini la pili ilikuwa ni habari ya mwani, ambayo ni moja ya mazao ya bahari ya uchumi wa blue, ambalo kwa kiwango kikubwa linapatikana Zanzibar, na tayari wako wananchi ambao wanajihusisha, lakini kwa kiwango kikubwa wanawake wanahusika kwenye hilo. Kama sehemu ya kuwajengea uwezo wanawake kiuchumi, tumezungumza pia jambo hilo, namna gani Action Aid na Zanzibar Maisha Bora Foundation wanaweza kushirikiana. Hayo mawili. Lakini la tatu ni kila upande umetoa maelezo kwa upana ya maeneo wanaofanyia kazi. Katika kikao hiki ambacho tulikuwa tunafanya na wadau wetu ambao ni Action Aid, sisi Zanzibar Maisha Bora Foundation kwa kweli tumekuwa na siku ambayo ni nzuri. Tumefurahi kwa sababu tumepata mdau ambaye yuko tayari kushirikiana na sisi katika maeneo mbalimbali, hasa katika kujengeana uwezo na kufanya kazi kwa ushirikiano. Tumeweza kuzungumza maeneo ya ushirikiano mbalimbali na jinsi gani tutaweza kuyatekeleza. Eneo la kwanza ambalo tumeliangalia ni kwamba masuala ya maji safi na salama. Tuna miradi ambayo inagusa katika maeneo ya shuleni, ambapo tunaangalia masuala ya ukuaji wa mtoto, masuala ya lishe, lakini masuala ya kuondoa na kutokomeza na kupinga vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili, ambapo tunajaribu kuangalia tukipata maji ambayo safi na salama yatamsaidia mtoto wa kike hasa wanapoingia katika siku zao za hedhi, lakini pia hata maji safi ya kunywa, lakini na kuwapunguzia mzigo kina mama ambao wamekuwa pia wakikutana na vitendo vya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia katika kwenda au kurudi katika kufuata maji.
Tifu TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya Tifu TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. Tifu TV tupo kijamii zaidi. Ramadan na Tifu TV.